1 2 mic testing, majaribio ya maiki. Karibu ni wapashe yale ambayo yametendeka, mpenzi mtazamaji. Rais Samia amekiri yeye mwenyewe kwamba mataifa ya kigeni, mashirika mbalimbali yamepunguza misaada kuja kwa taifa letu la Tanzania. Jinsi ambavyo unaona hapo, kituo hichi kikaripoti hivi: Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwa sasa misaada kutoka nje imepungua kwa kiasi kikubwa, hivyo jitihada inahitajika katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Yaani rais anasema kwamba mikopo ipo, japo anapewa mikopo, misaada imepungua. Tunarekebisha sera yetu ya PPP, Public Private Sector Partnership. Tunakwenda kuifanyia marekebisho na yenyewe ili mambo makubwa tufanye na private sector, lakini yale ya ndani, maji, umeme, elimu, barabara, maintenance zake na nini, yote tuwe tuna pesa ya kutosha tuweze kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba. After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Sasa hivi ni aid na ni trade for aid, sio? Yaani tufanye biashara, tusaidiane, anayekuja apate na sisi tupate. Yale ya misaada tu tupeni. Mikopo ipo, lakini misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukusanye ndani ili tuweze kufanya mambo yetu, na wananchi walielewe hilo, walipe kodi, tukusanye, tutoe huduma, serikali iweze kutoa huduma. Bila kodi serikali haitaweza kutoa huduma. Unajua, hauwezi ukategemea mikopo peke yake kuweza kuendesha taifa. Utapata kwamba kiasi fulani ambacho cha hela ambacho unapewa kama mkopo hakiwezi kikatosha kufanya miradi mbalimbali. Sasa hapa ndipo unapata kwamba taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali yanaingilia kati. Unapata kwamba taasisi fulani inachukua barabara kama ni ya Morogoro, wanasema kwamba wao ndio watajenga. Haya, Benki ya Dunia wakati mwingine unapata kwamba huwa wanawekeza sana, wanasaidia mataifa haya ambayo ya Afrika yajiwezi kuweza kuunda barabara. Wanapeana pesa za bure, na si eti kwamba wanapea serikali, wanakuja wanasimamia wenyewe. Kama wameamua kudhamini barabara kuundwa, wao wanakuja wanasimamia wenyewe, barabara inaundwa. Mfano, katika nchi jirani yetu hapa Kenya, ukienda upande wa Turukana, kuna barabara fulani hapo kilomita nyingi sana, 260, na World Bank, benki ya kimataifa ama Benki ya Dunia, iliamua kujenga na kudhamini yenyewe. Waliamua kuleta contractors, wakasema kwamba watapiga Kenya jeki. Hii ndio hii misaada ambayo Samia anazungumzia kwamba imeweza kupungua. Unajua, kipindi ambapo unapata kwamba misaada ya kimataifa inapungua, haiwezi kapungua bila ya sababu. Mwaka uliopita, kipindi ambapo machafuko yalipotokea katika taifa letu la Tanzania, kile kipindi cha kura tarehe 29, tulijaribu kuhonya, sisi kama wanaharakati tulijaribu kuhonya serikali isijaribu kutumia vyombo vya dola kunyamazisha hasira ya wananchi ambayo ilikuwa imepanda, ila serikali haikusikia. Serikali ikaamua kutumia vyombo vya dola
Ona sasa ulimwengu mzima umeamua kutukana sisi, kutukataa sisi. Miradi hakuna ile ambayo wanatupea, misaada hakuna ile ambayo wanatupea. Ona, mwaka uliopita Disemba, taifa ama bunge la Ulaya lilipiga kura kwamba watapeana misaada kuja kwa taifa letu la Tanzania, na kama Tanzania inataka hiyo misaada wafanye mambo matatu ambayo nitakueleza. Vile vile mashirika mbalimbali nayo yakaweza kutoa vikwazo vyao. Hatuwezi tukaendelea kuishi hivi chini ya Samia, kwa sababu sisi ni taifa ambalo hatujiwezi. Kwa lugha ya Kimombo wanaita third world countries. Sisi ni mataifa ambayo hatujiwezi, kwa hivyo lazima tuweze kupokea misaada kutoka maybe kwa mataifa ambayo yameweza kujikuza kiuchumi, kwa mashirika mbalimbali ambayo yanapenda kusaidia mataifa ya Kiafrika. Sio barabara peke yake. Unaweza ukapata kwamba shirika fulani linaweza likajitolea kujenga madarasa. Shirika fulani linaweza likajitolea kutoa misaada ya kujenga mabwawa ya maji. Shirika lingine linaweza likaamua likatoa msaada wa kujenga daraja. Hiyo ndio ile misaada ambayo sasa hivi tunazungumzia kwamba imeweza kupungua na haipo katika taifa letu la Tanzania. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, kwa nini? Namba moja ni kutokana na mauaji ambayo yalitokea mwaka 2025. Wananchi wengi waliuawa na ni serikali iliweza kuagiza. Ndio, wananchi waliuawa, serikali ndio iliweza kuagiza. Lakini bunge la Ulaya liliweza kusema kwamba ndio waliuawa, tunataka haki iweze kutendeka, kwa kuweza kuanzisha tume ya kimataifa, sio ya Tanzania, kufanya uchunguzi, tubaini ni akina nani ambao walisababisha maafa kwa raia, ni akina nani ambao waliweza kuratibu maafa kwa raia na mengine. Samia akakataa tume kama hiyo kuundwa, akasema kwamba ni heri aweza kuunda tume yake, na bunge la Ulaya liliweza kumwambia kwamba endapo unataka msaada, kitu ambacho unahitajika kufanya peke yake, kubali tume ya uchunguzi ya kimataifa. Hiyo tume ambayo Samia amekataa. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili, alipewa ilani na onyo kwamba aweze kumwachilia Tundu Lissu na bunge la Ulaya. Nani anakumbuka yale maazimio ambayo yalitoka katika bunge la Ulaya? Walisema kwamba Samia aweze kuwaachilia wale ambao alikuwa amewateka kwa sababu za kisiasa, Tundu Lissu akiwa mmoja wao. Hadi wa leo hatujaona iwapo Samia ameweza kumwachilia Tundu Lissu na wengine, kumaanisha yale ambayo aliweza kuambiwa na bunge la Ulaya bado hajaweza kuyatimiza. Vile vile wananchi wanataka Samia aweza kuachia ngazi za uongozi au ajiuzulu, tuandae uchaguzi mpya, kwa sababu hata mashirika mbalimbali yaliweza kudhibitisha kwamba uchaguzi haukufanyika bali ulikuwa ni wizi. Marekani yenyewe iliweza kusema kwamba kura ziliweza kuratibiwa kuibwa kitambo. Sijui kama unanielewa. Na ndio maana hapa haya yote
yameweza kusababisha mpaka mikopo imepungua au mpaka misaada imepungua. Sasa haya yote mwenye kasababisha ni Samia. Ninashangaa mbona analia kwamba misaada imepungua. Na mimi ninakumbuka tuliposema mambo magumu na yatakuwa magumu zaidi baada ya yale machafuko ya mwaka uliopita, mwaka 2025. Ninakumbuka machawa walinibwekea kuwa mambo ni safi, walinibwekea kuwa mambo yatakuwa safi na yataendelea kuwa safi. Haya, sasa Samia mwenyewe alituhakikishia na akakiri kwamba misaada imepungua. Yaani yuko tayari kuua uchumi kabisa wa taifa letu la Tanzania kuliko kuachia ngazi na kumwachilia Lissu na wafungwa wa kisiasa, na tuwe na uchaguzi wa haki na huru. Yaani ameamua kabisa hawezi akaachia ngazi, hata tunyimwe mikopo, hata tunyimwe misaada, hawezi akaachia ngazi. Unaweza ukamshauri Samia lipi? Akiendelea kumshikilia Lissu, akiendelea kuwatesa Watanzania, uchumi utaendelea kuharibika, ataendelea kunyimwa misaada. Wazo lako ni lipi?